kuwashukuru wa Tanzania, vyama vya upinzani na sisi sote kwa pamoja kwa kuweza kuitunza amani yetu. Lakini kubwa zaidi, pamoja na amani tulionayo, imenilazimu nizungumze na Watanzania na waandishi wa habari, tuendelee kuitunza amani yetu, tuendelee kutunza utulivu tulionao hapa Tanzania, kwa sababu hakuna sehemu nyingine tunaweza kupata isipokuwa ni hapa Tanzania. Ni kweli yapo mambo mengi yanaendelea kwenye mitandao ya kijamii na maeneo mbalimbali juu ya machafuko na juu ya uchafuzi wa amani tulionayo. Nitumie fursa hii kuwaasa, lakini pia kuomba wananchi wa Tanzania tusiwe na hali ya kushiriki kwenye hali yoyote ambayo inaenda kuivunja na kuisababishia machafuko nchi yetu. Hii ni nchi yetu kwa pamoja na hatuna nchi nyingine ya kuishi. Tuendelee kuitunza amani hii kwa sababu ndiyo tunu tuliopewa na Mwenyezi Mungu. Unapotoka nyumbani kwako kwenda kwenye biashara, kwenda kwenye ofisi, kwenda kufanya jambo lako lolote ambalo unalifanya, ni kwa sababu ya amani iliyoko. Tumesikia kuna migogo, tumesikia kuna maandamano mbalimbali yametangazwa na baadhi ya wanaharakati kutoka maeneo mbalimbali. Nipende kusema kwamba jambo hili tunalilaani kwa kadri tunavyoweza na tunalilaani kwa nguvu kubwa sana kwa yoyote yule ambaye amejiandaa kwa sababu au kwa ajili ya machafuko ya nchi hii. Na niwahakikishie pia Watanzania, sidhani kama jambo hili linaweza kufanikiwa. Yameitishwa maandamano mengi sana hapa Tanzania, baadhi ya vijana wamepoteza maisha, baadhi ya watu wamepoteza viungo vya mwili yao kwa kukurupuka. Huu ni wakati wa kujifunza sasa hivi wa Tanzania kwamba hatupo tayari kuona nchi yetu inachafuka. Kwa hiyo tuliombe jeshi la polisi na kuwaomba wenye mamlaka ya kulinda amani ya nchi yetu waendelee kulinda, na wale wote wenye chokochoko na wale wote ambao wanajiandaa kwa ajili ya kuhatarisha amani ya nchi yetu washughulikiwe kweli kweli na wadhibitiwe vizuri mno, kwa sababu nchi yetu ni ya kidemokrasia na nchi yetu ni ya amani. Zaidi ni waombe na kuwataka wananchi wote wa Tanzania tujitokeze kwa wingi tarehe 29 kwenda kupiga kura na kumchagua kiongozi tunayemtaka. Hili ni jambo letu la kidemokrasia na haya ndiyo maisha yetu ya hapa Tanzania. Na kiongozi ambaye tunaenda kumchagua, ndugu wananchi, ni yule kiongozi aliyeonyesha athari katika maisha yetu. Ni yule kiongozi ambaye angalau tumeona positive effect zake katika maisha yetu. Ni yule kiongozi ambaye tumeona kwamba baada ya kuipokea nchi hii ameweza kuendeleza miradi ya kimkakati, miradi ya kimaendeleo, likiwemo bwawa la Mwalimu Nyerere, kukamilisha kwa reli ya SGR. Lakini huyo ambaye tunaenda kumchagua ni yule ambaye amejenga mashule mbalimbali ya msingi, lakini pia amejenga shule za sekondari. Lakini huyo ni yule kiongozi ambaye ametumia nafasi yake kama rais au kama kiongozi kuchukua takriban shilingi 8,500 ambao wanafunzi wa elimu ya juu waliokuwa wakiishi nayo kwa muda mrefu sana, lakini sasa hivi wanafunzi hao wanaishi kwa shilingi 10,000. Huyu ndio kiongozi tunayemtaka. Lakini ni kiongozi huyu ambaye takriban tangu nchi ipate uhuru, wanafunzi wa elimu ya kati kwa maana ya diploma walikuwa hawana mikopo. Mikopo ilikuwa kwa ajili ya wanafunzi wa elimu ya juu kwa maana ya degree. Lakini kiongozi huyu ameamua kushuka na kuanza kutoa mikopo kwa wanafunzi wa elimu ya kati kwa maana ya diploma. Huyo ndiye tunayetaka kwenda kumchagua na ndiye ninayewaomba mkamchague tarehe 29 mwezi wa 10 2025. Ni huyu kiongozi ambaye amefungua nchi, ambapo hivi sasa watalii wengi wanaingia nchini, ambapo tunapata sasa pato kubwa kwa maana fedha za kigeni kutoka mataifa mbalimbali, na kutokana na amani ambayo ameisababisha kiongozi huyu, ndio maana taifa letu limekuwa tulivu, limekuwa ni kimbilio la watu wengi kutoka mataifa mbalimbali. Na katika sekta ya michezo amekuwa raia namba 1 na mhamasishaji mkubwa wa michezo. Tumeona hivi karibuni nchi yetu imekuwa kwa mara ya kwanza hosti wa CHAN, na baada ya hapo tunatarajia tutakuwa tuna hosti michezo mbalimbali. Hii ni kutokana na amani iliyoko Tanzania, lakini miundombinu bora iliyojengwa na serikali ya Jamhuri
ya Muungano wa Tanzania imesababisha mataifa ya Afrika kuichagua Tanzania kuwa sehemu ya michezo ya Afrika, na hii imepelekea hata timu zetu za ndani, kwa wale wanamichezo wameona kwamba nchi yetu imepanda mpaka nafasi ya 4 katika bara la Afrika. Huyu ndiye kiongozi ambaye tunataka na tunaomba akachaguliwe tarehe 29 mwezi wa 5 2025. Ndugu wanahabari, sina la zaidi la kuzungumza, niwatakieni kila la heri, lakini sote kwa pamoja, kwa kuwa kalamu ya mwandishi wa habari ndio tunu pekee duniani inayoweza kusababisha jambo fulani kutokea, na waombeni mkatumie kalamu zenu kuweza kuhamasisha amani, mkatumie media zenu kuweza kuripoti amani na utulivu tulionao, lakini kuhamasisha amani. Kubwa zaidi, niwatakieni kila la heri, na Watanzania wote kwa pamoja tujitokeze tarehe 29 mwezi wa 10 kwenda kuwachagua viongozi wetu katika nafasi ya urais, wa bunge na madiwani. Lakini na waomba mkaangalie viongozi ambao wamefanya kazi kubwa katika taifa hili tukawachague. Lakini zaidi ni kumtakia Dr. Samia Suluhu Hassan, kumtakia kila la heri katika kinyang'anyiro hichi, na kumwombea Mwenyezi Mungu aweze kumsaidia aweze kushinda na arudi tena. Na nadhani wa Tanzania hatuna namna nyingine isipokuwa ni kumchagua Dr. Samia Suluhu Hassan aweze kutuongoza tena katika kipindi cha miaka 5.